Katika makala ya pili niliutazama mgogoro wa Tambaza na shule ya sekondari Muhimbili, ambapo jambo hilo lilisababisha mengi hadi shule ya Tambaza kufungwa na serikali, na nyuma ya pazia kukiwa na madai kuwa viongozi kadhaa wa serikali wakati huo walikuwa wanaipendelea shule ya msingi Muhimbili kwa hoja kadhaa. Mazungumzo kadhaa ya wanafunzi wa Tambaza yalimtaja moja kwa moja waziri mkuu wakati huo ndugu Samuel Malecela kuwa yeye ni miongoni mwa walengwa hao. Hali hiyo ilikwenda mbali na kumtuhumu mkuu wa shule ya sekondari Tambaza Mwalimu Julius Bushi wakati huo kuwa na yeye aliingizwa katika sakata hilo kwa kupokea kitu kidogo kutokana na swala la uwanja kuchukuliwa na shule ya msingi Muhimbili. Tuhuma hizo hazikuzungumzwa na wanafunzi tu kama nilivyokuambia, bali walimu wa muda mrefu na watumishi wa muda mrefu wa Tambaza, wakiwa mawapishi na hata baadhi ya wanafunzi waliosoma shule hii miaka ya nyuma, ambao wengi walikuwa ni wazazi wa wanafunzi wa Tambaza kwa wakati huo. Ndugu msikilizaji wangu, kwanza kwa leo na kuomba nisilimalize tukio hili la ukuta wa shule ya msingi Muhimbili, na liweka kiporo kidogo, na naomba sasa nitazame tukio la mgogoro huu wa Azania na Tambaza, ambalo lilikuwa tukio dogo sana kati ya matukio kadhaa ya shule hii. Ifahamike wazi kuwa rika ya wanafunzi wengi wa sekondari ni rika la kupevuka. Kwa hiyo hapa urafiki baina ya mvulana na msichana huibuka, na jukumu la mzazi na mwalimu ni kumkanya kijana ama binti katika mambo hayo. Chanzo cha ugomvi kilikuwa ni kumgombea msichana wa Jangwani. Wanafunzi wa Azania hawakupenda kuona kijana wa Tambaza kuwa hata na mazoea na binti wa Jangwani sekondari, kwani waliamini wasichana wa Jangwani ni wao, yani Azania. Nao mabinti wa Jangwani sekondari walitambua kuwa wavulana wa Azania ni wao. Kwa hiyo akionekana binti wa Kisutu, Zanaki ana mazoea sana na mvulana wa Azania, jambo hilo lilileta tabu. Haya ananiambia Mwalimu Suleiman Sadala, ambaye wakati huo alikuwa mwanafunzi wa kidato cha 3 Tambaza sekondari. Mwanafunzi huyu wa Tambaza akiwa na binti wa Jangwani alikutana na kundi la wanafunzi wa Azania waliomdhalilisha na kumpiga sana mbele ya binti wa Jangwani. Tukio hilo lilitokea mtaa wa Mindu Upanga. Mwendelezo wa tukio hilo, kijana wa Tambaza alikwenda kuwashitaki kwa wenzake kwa yaliyomkuta. Hapo ndipo kilipotengenezwa kikosi cha wanafunzi kati ya 50 na 70 ambao ndio waliofanya vurugu hiyo hapo Azania. Prestige.
walivamia Azania na kuwatia adabu kikosi kilisheheni silaha na za mabomu ya petroli ambayo yalitengenezwa haraka kisha kuelekea Azania. Wakiwa wanajiandaa kuondoka kutumia barabara ya Umoja wa Mataifa, mwanafunzi mmoja aliwaambia kuwa pale mbele ya shule ya Azania kuna kituo cha polisi. Kwa hiyo waliamua kijana mmoja aende nje ya hospitali ya Muhimbili palipokuwa na simu za TTCL za kibanda. Mwanafunzi mmoja wa Tambaza alipiga simu Azania ya mezani ya mkuu wa shule kuwa wako njiani wanakwenda kuilipua shule hiyo. Simu hiyo iliwafanya jeshi la polisi Tanzania kujipanga vizuri kupambana na ghasia hizo. Kwa hiyo barabara ya Umoja wa Mataifa ulinzi ulikuwa mkali mno. Kikosi maalum cha wanafunzi wa Tambaza waliamua kubadili mwelekeo na kuingia Muhimbili hospitali kisha kuingia Azania kwa mlango wa nyuma kutokea bonde la Mto Msimbazi. Jambo hilo lilikuwa gumu sana kwa vijana wa jeshi la polisi kudhani hilo lingefanyika. Wanafunzi wa Tambaza walifanya hivyo kwa kuwa walikuwa wenyeji zaidi wa vijana wa jeshi la polisi. Tambaza walipita eneo la usawa wa wodi ya wagonjwa wa akili na kuingia Azania, na jambo hilo lilisababisha taharuki kubwa shuleni Azania, kwani tayari polisi walikuwa na taarifa na ulinzi uliimarika zaidi na wakutegemea tena ujio ule baada ya kuridhishwa na ulinzi wa polisi imara wa wakati huo. Na kuona hivyo, Azania walianza kukimbia hivyo kuelekea upande wa shule ya Jangwani huko wakipiga mayowe. Tambaza kwa upande wao waliwakimbiza huku wakiwavurumishia mikwani, mateke na ngumi. Kuona hivyo, polisi waliwahi kuingia na kuwazingira baadhi ya wanafunzi wa Tambaza. Tambaza walilazimika kutumia silaha yao kubwa ili kujinusuru na kichapo cha polisi. Ndipo walipoamua kulipua mabomu yao katika maabara ya Azania. Tatizo lilijitokeza katika zoezi hilo, kwani waliopangwa kushika mabomu wakajikuta kwa wako mbali na wenye vibiriti na kufanya zoezi hilo kuwa gumu. Lakini kama miujiza, mmoja wao aliweza kurusha kibiriti hewani na kudakwa na mlipuaji ambaye aliripua mabomu mawili. Kuona hivyo, polisi walivurugwa na kutoa mwanya kwa wanafunzi wa Tambaza kuponyoka kukimbia kupitia bonde la Mto Msimbazi na kuogelea kupitia Mto Msimbazi na kuibuka Magomeni, ambapo zoezi la kurejesha taarifa kwa waliobaki shuleni ili kujinusuru na polisi lilifanyika. Kwa wale wanafunzi wa Tambaza waliokuwa wanakaa Kariakoo, walipofika nyumbani kwao walivaa sare za wadogo zao za shule zingine na kwenda Tambaza kupitia katikati ya jiji na kuingia Palm Beach kuwajulisha wenzao juu ya hali ya hatari.
Hapa sasa wanakwetu hatua kadhaa zilichukuliwa. Mosi, kuvua sare na hasa mashati na kubaki na fulana za ndani, wakati wengine walilazimika kuazima suruali kwa baadhi ya wanafunzi wa bweni watambaza wa kidato cha 5 na 6 ili kurudi nyumbani salama. Pili, kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi wa tambaza anatembea kwa miguu kupitia njia za vichochoroni bila ya kutumia daladala ili kurejea nyumbani, maana polisi wenye sare na askari walizagaa vituo ni mithili ya siafu kuwasaka wanafunzi wa tambaza. Jeshi la polisi lilikuwa linasimamisha daladala za chai maharage kisha kuanza kukagua kama kuna wanafunzi yote wa tambaza ili wamkamate. Baadhi ya wanafunzi wa tambaza walilala katika mabweni ya kidato cha 5 na 6 na wengine kulala madarasani tambaza na kurudi nyumbani siku ya pili ili kuacha mambo yatulie katikati ya jiji la Dar es Salaam, huku wengine wakilala kwa wanafunzi wa tambaza waliokuwa wakitokea Upanga, Muhimbili, Pambichi, Magomeni, Kariakoo, Posta na Keko ambazo ilikuwa makazi jirani na shule hiyo. Msikilizaji wangu, hapo awali nilizungumzia swala la fulana za ndani. Hizo zilikuwa na kazi kubwa mbili. Ya kwanza ni hiyo ya kujihami wakati wa vurugu, na nyingine ilikuwa jezi maalum kwa ajili ya kwenda kupigania chakula bwaloni wakati wa kula. Kumbuka kuwa serikali wakati huo ilikuwa inatoa chai na chakula cha mchana kwa shule zote za kutwa za umma nchini. Sasa ili shati lisichafuke, kila mwanafunzi wa tambaza uvua shati kisha kubaki na fulana tayari kupambania chakula. Ukiwa wa kwanza unapata chakula kingi. Kwetu haya ilikuwa maisha ya kawaida sana shuleni Tambaza, na wengine walikuwa wanaenda mpaka shule ya Forodhani, Kisutu na hata Zanaki kufuata chakula, maana wao walipewa chakula kizuri kama cha nyumbani.
Mwanakwetu anasema nimesikia leo. Haya ni maisha ya wanafunzi wa Tanzania muda mchache kabla ya mfumo wa vyama vingi haujatamalaki nchini Tanzania. Mwanakwetu anajaribu kukusimulia yale aliyoyashuhudia wakati huo. Mwanakwetu upo? Kumbuka tu mgogoro wa Azania na Tambaza sehemu ya 3. Kipi kitaendelea? Subiri matini ijayo. Jina langu ni Adoladius Makwega na kutakia siku njema.